Bila kupoteza wakati, tuanze kuangazia mabao 10 bora yaliyofungwa katika ligi kuu ya NBC. Namba 10, Henry Lutonja, Singida Black Stars dhidi ya Pamba Jiji Football Club. Baki chini, haya inainuliwa, cross ile, cheza mpira ule, wow! Moja kati ya mabao safi kabisa kuyashuhudia katika mchezo huu. Inafutwa ile 0, inakaa 1 pale. Kutoka bench, alitoka bench, anakuja kufanya jambo ndani ya uwanja. Amekuja kufunga bao Henry Masamba Lutonja. Aliingia kuchukua nafasi ya Peter Luasa, lakini ni bao ambalo unabaki kuwa na maswali. Je, litawafaidisha kwa namna nyingine yoyote ile kupata draw ama ushindi? Hapa tusubiri kuona. Namba 9, Faisal Salum, Mtibwa Sugar dhidi ya Azam Football Club. Alikuwa na eneo kubwa la kufanya uamuzi wakati ambao linafungwa bao na Faisal Salum. Bao la kutangulia kwa Azam FC. Faisal huyo anaondoka Faisal. Bao lake la 8 anafunga. Kona ambayo ilianzishwa kwa ufupi. Landry Zuzu kachonga cross kwenye free header, akachagua wapi pa kupeleka mpira. Namba 8, Yonta Kamara, Fountain Gate dhidi ya Pamba Jiji. Kibailo anamwekea Zabona Mayombia, anampenyezea Yonta Kamara, Yonta ameweka kambani. Bao rahisi kweli kweli. Yonta Kamara anatanguliza Pamba Jiji. Dakika 18 zimetosha tu. Tizama kwenda kurusha Kibailo Hassan. Yonta Kamara akampa tena Kibailo, akachekecha akaweka kule Zabona Mayombia, akapiga kofi mpira ule. Yonta Kamara akachagua tu space, akaiweka kwenye kamba. Mabao mawili msimu huu, michezo 19. Tizama hasa Kibailo, Zabona Mayombia akaupiga kofi kinamna hivi. Yonta Kamara akaitafuta engo, akaiweka kwenye kamba. Yonta Abdullahi Kamara. Namba 7, Eliud Ambokile, Tanzania Prisons dhidi ya Mbeya City. Yahya Hassan Dilunga lazimisha pasi, napita kwa Eliud Ambokile. Eliud Ambokile. Kitambaa mkononi, namba 10 mgongoni, ni ashiria tosha, anatosha kuwaongoza wenzake wa kikosi cha Mbeya City. Tazama mpira ambao ulitambalizwa na kupenya katikati kama sindano inapopenya kwenye mwili wa binadamu. Ambokile kwa mguu wake wa kulia anawapa utangulizi Mbeya City. Bonge la bao. Namba 6, Libase Gay, Simba Sports dhidi ya Young Africans. Karim Mwamnyeto akipacha tena na Ibra Baka kwenye ulinzi wa kati wa Young Africans. Mwamba Lusaka, Cletus Cham, mbele yake ni Bakari Mwamnyeto, an option kulia na kushoto, ameweka kwa Libase Gay. Mara ngapi umeshuhudia jua likichomoza wakati bado giza halijaondoka? Wanahisi mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba waliyofanya makosa Young Africans. Akashika bakora Mwamba Lusaka Chama, alikuwa na option kulia na kushoto, alipoona ni upande wake wa kulia. Makosa aliyofanywa na Israel Patrick Mwenda. Clatous Chota Chama, lecturer, akatoa darasa la namna gani pasi inapigwa kwenye nafasi bila kulisivu. Libase Gay anamtesa. Namba 5, Emmanuel Martin, Tanzania Prisons dhidi ya Mbeya City. Mwisho ule mpira ambao unakwenda kuondoshwa na Kevin Pemba. Mako wanajaribu tena mpira ambao kwenda kujia ndani ya net. Blockbuster ya Emmanuel Martin inamwacha anashangaa mlinda mlango Hashim Yahya. Ilijazwa ndani Kevin Pemba alipoondoa.
kwa mpira ambao ulirejeshwa tena na Marco Muhilu, lakini hapo Emmanuel Martin aliuset mara moja tu kisha kageuka nayo. Namba 4, Bakari Msimu, Coastal Union dhidi ya Singida Black Stars. Wawa piga pasi moja ya kupenyeza huku, nzuri sana hii. Ataekewa nani? Anaekewa ni Bakari Selemani Msimu. Bakari Msimu anawaonyesha njia ya kupita Singida Black Stars. Wameanza kukiona cha mtema kuni mapema. Angalia pasi ambayo iliwekwa na Grayson Gerard Gwalala, akadanganyika Sebo, lakini aliyepata mateso ya mwisho ni mlinda mlango Betate Boniface Mnata. What a talented player! Bakari Msimu alimtikisa Sebo na akamtesa vibaya Metacha Boniface Mnata. Namba 3, Joseph Akandwanaho, Tanzania Prisons dhidi ya TRA United. Akandwanaho, Joseph Akandwanaho ndani ya penalty area. Akandwanaho Joseph Akandwanaho alifanya kakosea, amefanya tena, amepatia. Wanakula kamba ya pili Tanzania Prisons. Vitasa vya magereza vinaharibika. Wafungwa huru kitaa wana utawala uwanja Sokoine. Aliwatisha, katishika, kachukua wote wanne wanamtazama. Watano akawa ni golikipa. Alitaka kwa hesabu hivyo mara kadhaa akashindwa, lakini safari hii kaitika. Joseph Akandwanaho. Namba 2, Ismail Mgunda, Mashujaa Football Club dhidi ya TRA United. Nganzi mambo yasema ajikaze. Onditi utoa kumtafuta kule Ismail Mgunda, tuliza vizuri. Ismail Mgunda anapiga chini kule, imejaa kapani, kwenda chini ya kapani. Ismail Mgunda, what a goal! Ismail Mgunda anawanyanyua mashabiki wa Lake Tanganyika. Shuti la mbali Ismail Mgunda alichekesha, akamtizama mlinda mlango Jean Noel. Hiyo hapo ikajaa kambani, ilijaa vizuri mguuni. Jean Noel hakuweza kuiona ile. Na namba 1, Clatous Chota Chama, Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Jospin Loemba anaweka mpira wa cross ndani, huku unakataliwa mara mbili na Baka pamoja na Mamnyeto. Hatari haijaondoka. Bundi anaendelea kulia msibani. Elim Panzu amefinya na kukataliwa. Umiliki bado ni wa Simba. Chama kwa Eli Panzu, anaunyanyua Chama! Meja Jenerali Samuel, ushuhudie maajabu. Na ni maajabu yanayotoka kwa aliyezoea kufanya maajabu. Hakuona hiki kikija. Angalia kazi anayoifanya Eli Mpanzu. What a magic! Nini kinatokea? Pasi ya kuchuchumia ya Eli Mpanzu, and what an acrobatic from Clatous Chota Chama. Ametoka kutengeneza, anakuja kumalizia bila kulitazama lango lilipo. Lecturer mkufunzi Clatous Chota Chama kwao ni ndola, lakini anaonyesha namna ambavyo anaweza kuadhibu waajiri wake wa zamani. Ni huyu hapa Kibisawala, imepigwa kutoka Kongo na inamaliziwa ndola Zambia. Tutazame pia saves kali zilizofanywa na makipa kwenye raundi mbalimbali. Namba 5, Metacha Mnata, Coastal Union dhidi ya Singida Black Stars. Mabad weka mpira mrefu ndani huko, bado Bakari Msimu anautenga. Gwalala na finya Gwalala, Bakari Msimu anakwenda kufanya follow up, lakini anakataa kupitia Mokrim Isa.
Kuta goli la 4 Bakari msimu alipiga Grayson Gwalala baada ya kumtikisa Sebo, lakini Metacha Mnata akakataa kuruhusu goli la 3. Namba 4, Daniel Mgore, Dodoma Jiji dhidi ya Namungo Football Club. Inawekwa pembeni, nafasi nyingine hapa Lukindo. Lukindo anaweka vipasi. Fabrice Wango ikataa kule maridadi sana. Daniel Mgore wa TSF. Ni kona. Namba 3, Ismail Kwambona, JKT Tanzania dhidi ya KMC. Kapalata Hassan ametoa kwa Najim Magulu ambaye anazunguka. Magulu anaucheza mlinda mlango. Save nzuri sana ya Ismail Mbona. Alianzisha kona akapewa tena Najim Magulu, akaikevu ile in swing, lakini kipa aliweza kuiona. Namba 2, Ramadhan Charamanda, JKT Tanzania dhidi ya KMC Football Club. Daruweshi Saliboko anapigwa mpira bado kwenda kupangua. Charamanda anagonga mwamba, hata hivyo anatoka nje. Save nzuri sana ile ya Ramadhan Charamanda kwenye mpira ulioelekezwa kwenye lango lake na Saliboko. Tazama aliupa ngazi ule mpira. Na namba 1, Mamadou Tanja Kasali, Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Lotea washambuliaji wa Young Africans, anaekewa Depu nyuma ya mgongo wa Rushen Deriek. Depu! Kazi bora ameifanya Depu kutoka kwa superstar Laurindo Aurelio Depu. Nafasi imetengenezwa kutokea bench. Na mkali wa wiki hii ni kiungo wa Simba Sports Club Clatous Chota Chama, ambaye amefunga goli moja na kutengeza lingine kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Young Africans na kufanikiwa kubeba tuzo ya mchezaji bora wa mchezo huo. Ino Jospin Loemba anaweka mpira wa cross ndani, huku unakataliwa mara 2 na Baka pamoja na Mwamnyeto. Hatari haijaondoka. Bundi anaendelea kulia msibani. Elim Panzu amefinya na kukataliwa. Umiliki bado ni wa Simba. Chama kwa Eli Panzu anaunyanyua. Chama! Meja Jenerali Samuel, ushuhudie maajabu. Na ni maajabu yanayotoka kwa aliyezoea kufanya maajabu. Hakuona hiki kikija. Angalia kazi anayoifanya Eli Mpanzu. What a magic! Nini hiki? Nini kinatokea? Pasi ya kuchuchumia ya Eli Mpanzu, and what an acrobatic from Clatous Chota Chama. Ametoka kutengeneza, anakuja kumalizia bila kulitazama lango lilipo. Lecture ama mkufunzi Clatous Chota Chama kwao ni dola, lakini anaonyesha namna ambavyo anaweza kuadhibu waajiri wake wa zamani. Ni huyu hapa Kibisawala, imepigwa kutoka Kongo na inamaliziwa Ndola Zambia.